Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo. Matumaini yangu kuwa mzima. Leo tena nina mambo mazito kutoka kwa Bwana. Lakini hayo mambo nitayawasilisha kama ifuatavyo. Tutakuwa na mwendelezo wa somo, lakini kabla sijaendelea kufundisha hili somo, nataka nikushirikishe mambo kama matano, alafu tutaendelea kujifunza. Somo linasema kuketi mbingu ya saba katika roho. Hili somo tutaendelea kujifunza kwa vipengele tofauti tofauti na kwa sehemu tofauti tofauti. Nitaanza utangulizi kwa hayo mambo matano. Jambo la kwanza inasema hivi: kama una kalamu na karatasi andika, tuko majira ya namna gani? Hili jambo ni kama swali. Tuko majira ya namna gani? Hili swali linajibiwa kama ifuatavyo. Tuko kwenye kipindi cha wakati wa mwisho. Tuko kwenye kipindi cha wakati wa mwisho. Kizazi hiki hakina muda tena duniani. Muda wake umeisha, kwa sababu ni msimu wa saba. Ni msimu wa saba, yani msimu wa ukamilifu wa Mungu. Ni msimu wa yale yote yaliyoandikwa kutimizwa. Ni msimu wa yale yote yaliyoandikwa kutimizwa. Amen, amen. Nisikilize kwa makini sana ili upate ujumbe huu wa maana na wa msingi sana katika majira haya. Ninaposema msimu wa saba, ninamaanisha msimu wa ukamilifu wa Mungu, yani msimu wa yale yote yaliyoandikwa katika unabii kutimizwa. Kanisa la Mungu ni inatakiwa kufanya kazi usiku na mchana kwenye huu msimu wa ukamilifu wa Mungu. Kanisa la Mungu na wale watendakazi wa Kristo hatuna muda tena, bali Mungu anasema tufanye kazi usiku na mchana. Katika huu msimu wa ukamilifu wa Mungu, kanisa la Mungu linahitaji matengenezo makubwa. Hayo matengenezo na maandalizi ya unyakuo, Mungu haya ndiyo asemayo Bwana. Katika huu msimu wa saba, kanisa la Mungu linahitaji matengenezo makubwa na maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Na Mungu anaagiza wale watendakazi aliowaita kwa jina lake, akawaweka juu ya majira haya, wafanye kazi usiku na mchana, wasikae kunywa na kula kama wenyeji wa nchi hii au wa ulimwengu huu. Tusome Warumi sura ya 13. Fungua kitabu chako, Biblia yako, Warumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Warumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Maneno ya Mungu yanasema: na tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini miaka ya 80, miaka ya 2000, miaka ya 2015, miaka ya 2020. Kuliko hapo, tuko kwenye wakati umewadia, tuamke usingizini, tuache kulala. Amen, amen. Mstari wa 12. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tuyavue matendo ya kutegemea manabii wa uongo, tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Mstari wa 13. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu,
si kwa mazoea au kulukaluka au kuimba nyimbo za kidunia hii na kucheza ndani ya kanisa na kufanya self satisfaction, yani kujiridhisha mwili wako na sio kumridhisha Mungu. Na tuenende kwa adabu kama ibada zinazofanyika mbinguni, kama malaika walivyo na adabu, wanainama na kuinuka, wala sio kwa zile nyimbo rukaluka wala peperusha bendera. Huo sio wakati, ni wakati wa kwenda kwa adabu, asema Bwana. Si kwa ulafi na ulevi, sio kwa kunywa na kula au kwa kitu chochote, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Watu wa Mungu, Mungu anaagiza tuache ugomvi na wivu, tuache dini. Dini haina kitu chochote, bali tuwe na umoja wa roho. Mungu anaagiza watu uache kusema mimi ni wa dini hii, mimi ni wa dhehebu hili, bali watu wote wa kila kabila, watu wote wa kila dini, Mungu anawataka tuende kwa adabu, tuamke usingizini, hatuna wakati tena. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuasha tamaa zake. Hilo ndilo neno analosema Bwana. Twende jambo la pili. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mabadiliko juu ya ulimwengu mzima. Mabadiliko juu ya ulimwengu mzima. Kuna mabadiliko makubwa yanakuja juu ya ulimwengu, na sasa yapo, na sasa tayari yameshaanza. Haya mabadiliko yameamriwa juu ya ulimwengu mzima kwa sababu dunia imefika mwisho, majira yake yako mbioni kukoma. Kutakuwa na mabadiliko makubwa katika serikali mbalimbali za ulimwengu, lakini pia kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mifumo tofauti tofauti. Kwa mfano, mfumo wa kifedha, kutakuwa na mabadiliko ulimwenguni kote. Mfumo wa afya, mfumo wa elimu, mfumo katika kanisa la Mungu, mifumo inaenda kubadilika kabisa. Kuna mabadiliko makubwa yanayokumba ulimwengu. Niachane na hapo, kuna mabadiliko yameachiliwa juu ya wanadamu. Kuna mabadiliko yameachiliwa juu ya wanadamu. Hayo mabadiliko yanawabadilisha watu, yani mtu unabadilika toka kuwa mtu wa kawaida na kuwa mnyama. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo sasa mabadiliko, unabadilika kuwa mtu wa kawaida, unakuwa kama mnyama. Kuanzia sasa mabadiliko haya yameachiliwa, watu wataanza kuota ndoto tofauti tofauti na ndoto za ajabu. Kuna mabadiliko katika ndoto za watu. Watu wataota wanazini na vitu vya ajabu. Na katika haya mabadiliko kuna viumbe vya ajabu vinaenda kuzaliwa juu ya ulimwengu. Yale manefili yaliyozaliwa kipindi kile cha Nuhu yapo sasa na yataendelea kuzaliwa kwa sababu kuna mabadiliko yameachiliwa. Na kuna viumbe wengi wa roho wameachiliwa ulimwenguni, wamevaa miili kabisa ni kama wanadamu, nao ni wengi kuliko wanadamu, kwa ajili ya kushinikiza mabaya na maovu. Ina maana mwanadamu anaenda kubadilika kuwa mnyama kabisa. Wengine watabadilika kuwa majoka, wengine watabadilika kuwa mejusi, wengine watabadilika kuwa wanyama kabisa na kutenda mambo ya ajabu. Kwa hiyo sasa roho za nyoka zimeachiliwa juu ya ulimwengu. Kuna mabadiliko yanayokuja juu ya watoto. Watoto watazaliwa wakiwa shetani ana mpango juu ya watoto kwamba wasizaliwe wakiwa na mjua Mungu, wataharibiwa kule kule tumboni, na wengine watakufa sana kwa sababu ya hayo mabadiliko. Shetani ana hasira na kizazi hiki, kwa maana ni muda, hatuna muda tena. Kwa hiyo hayo mabadiliko juu ya watu, juu ya mifumo, juu ya serikali, kuna mambo mazito utaanza kuyaona kuanzia sasa kwenye serikali za nchi, kwenye mifumo ya afya. Watu kukosa madawa na magonjwa yatakuja kukumba ulimwengu. Majanga ya asili, vimbunga, matetemeko, ajali za angani na damu kumwagika na vifo vya ghafla vitatokea sana kwa sababu ya hayo mabadiliko. Amen, amen. Ukisoma sasa mabadiliko, nimesema wanadamu kubadilika kuwa wanyama. Ukisoma Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili.
mstari wa 43, maneno ya Mungu yanasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Ina maana wale mashetani wamechangamana na mbegu za wanadamu na kuzaliwa majitu yanayo uharibu ulimwengu. Lakini pia ukisoma Zaburi, Misali sura ya 30, sura ya 30 ule mstari wa 2. Misali sura ya 30 mstari wa 2, hakika nimekuwa kama mnyama, wala si mtu, wala sina ufahamu wa mwanadamu. Ina maana kuna mabadiliko yanaenda kuachiliwa, yanaondoa ufahamu wa wanadamu, ambayo sasa ufahamu ukiondoka, mtu anakuwa hawi mtu tena. Anaanza kuwaza kama mnyama, hana hofu ya Mungu tena, wala hana mambo anayofanya ya kiutu, bali atafanya kama mnyama. Zaburi 49, mstari wa 20. Zaburi 49 mstari wa 20. La Mungu linasema, mwanadamu mwenye heshima, iwapo hana akili, amefanana na wanyama wapoteao. Hayo mabadiliko yanaenda kuondoa kabisa akili za wanadamu. Wanadamu wanaondoka kabisa ufahamu, wanakuwa mashoga, wanakuwa wasagaji, wanakuwa wauaji na kutenda mambo ya ajabu, wala hawana heshima kabisa. Watafananishwa na wanyama kwa sababu akili zao zitaondoka na heshima itaondoka. Hayo ndiyo makufuru yaliyonenwa kwenye kitabu cha Ufunuo, kwa sababu mwanadamu ataharibu utukufu wa Mungu. Mwanaume ni utukufu wa Mungu. Ina maana utukufu wa Mungu unapoharibiwa, ina maana ndiyo yale makufuru ambayo yalinenwa kwenye Ufunuo, na hayo ndiyo makufuru ya mnyama. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, roho ya uamsho. Bwana asema, roho ya uamsho tayari imemwagwa ulimwenguni, lakini haipo ndani ya watu, kwa sababu watu wameiacha madhabahu na roho wake. Watu wameiacha madhabahu na roho wake. Kwa hiyo hakuna kiunganishi au uhusiano kati ya roho wa Mungu na watu na madhabahu. Hakuna kiunganishi kati ya roho, hakuna mahusiano kati ya mtu, roho wake, Roho Mtakatifu na madhabahu ya Bwana. Agizo la Bwana ni kurudisha uhusiano uliopotea kati ya kanisa na madhabahu ya Mungu na roho wake, kati ya taifa na uhusiano wake wa taifa na Roho Mtakatifu na madhabahu yake. Mungu anaagiza watu turudishe tena, tufanye matengenezo ya toba na kuacha ile mifumo ya mpinga Kristo, kuacha ile mifumo ya kidini iliyowekwa na mababu zetu, kwa sababu mnyama aliweka hiyo mifumo ili kuharibu uhusiano na kuzimisha uamsho wa siku za mwisho. Watu bado wanaomba uamsho, lakini roho ya uamsho tayari ipo na imemwagwa ulimwenguni, lakini haiendi kwa watu, haiendi kwenye makanisa, haiendi kwenye taasisi, haiendi kwenye taifa, kwa sababu hakuna uhusiano kati ya madhabahu kinachounganisha msimu pia na madhabahu, kinachounganisha watu wa Mungu na Roho Mtakatifu. Uhusiano rudi ili tuweze kuunganisha msimu huu wa 7 wa ukamilifu wa Mungu. Na andikwa, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2, fungua kitabu chako Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hizi ndizo siku za mwisho. Mungu ameachilia Roho wake Mtakatifu kwa wingi sana. Roho ya uamsho imo ulimwenguni. Shida hakuna uhusiano, umepotea. Watu wameiacha madhabahu ya Mungu, wameenda kwa miungu bahari,
wameenda kwa miungu mingine. Watu wanamtumikia shetani, wanamtumikia mpinga Kristo bila wao kujua, kwa mifumo na mikakati waliojiwekea wao. Jambo la 4 ni agizo la Mungu. Jambo la 4 ni agizo la Mungu. Watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila kabila, Mungu anaagiza kipindi hiki cha mabadiliko makubwa yanayokuja ulimwenguni. Kama mabadiliko hayo yatakuwa na umwagikaji wa damu, mabadiliko hayo yatakuwa na majanga ya asili kama mafuriko, njaa, matetemeko, tsunami, vimbunga, yatambatana kwa ajili ya kulipata kanisa la Mungu. Lakini katikati ya mabadiliko, Mungu anasema watu tutengeneze mioyo yetu, watu tuwe na uhusiano na madhabahu yake na Roho wake Mtakatifu. Mungu anaagiza kanisa lake waache vile vipindi vya kucheza, vipindi vya mazoezi, wageuze hivyo vipindi kuwa vipindi vya maombi ya toba, kuomba toba kwa ajili ya kanisa, kuomba toba juu ya mataifa, kuomba toba juu ya taifa lao, ili Mungu aweze kutuvusha na kutupa kushinda kwenye huu msimu. Kwa maana watu waliolegelege hawataweza kuvuka kwenye huu msimu. Kwa sababu hiyo sasa, watu walisoma historia kwenye darasa la 4 inayosema mtu alibadilika kutoka nyani kwenda mtu. Ile ilikuwa ni kama unabii, sio halisi, lakini mtu sasa atabadilika kuwa mtu kwenda mnyama. Itakuwa ni vice versa ya ile mtu kushinda. Kuna nguvu kubwa imeachiliwa. Ina maana watu waache mizaha makanisani, waache zile nyimbo za kurukaruka na kucheza kwaya. Watu wana muda wa kwenda kufanya mazoezi ya kwaya kila siku, lakini hawana muda wa maombi. Watu wanatumia masaa mengi kwenye ibada kuimba nyimbo na kurukaruka, lakini hawana muda wa kufanya matengenezo ya toba na maombi. Mungu anaagiza watu wa kila kabila. Mungu haangalii dini, Mungu haangalii rangi, Mungu anaangalia moyo. Tuache ule upumbavu wa kimadhehebu, kusema mimi ni dini fulani, basi nimeona mkutano pale siwezi kwenda. Tuache mambo ya kutumia mafuta, sio wakati wake sasa. Sio wakati wa keki za upako, ni wakati wa kutengeneza kwa toba. Ni wakati wa kulia mbele za Mungu na kulalama mbele za Mungu. Fungua kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7. Kitabu cha Nyakati wa Pili, kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa kuanzia wa 13 na wa 14. Neno la Mungu nasema, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzinge kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ina maana Mungu amefunga mvua isinyeshe. Ameamuru kuna njaa inakuja juu ya mataifa, kuna njaa inakuja juu ya ulimwengu, kuna tauni inakuja. Mungu ameamuru tauni ili kulipata kanisa lake, na shetani na mnyama na yeye ameamuru tauni ili kuwavuna watu wengi. Lakini Mungu anaagiza ikiwa mvua zimefungwa, ikiwa kuna tauni, ikiwa kuna upanga, kwa sababu nchi nyingi damu zinaenda kumwagika. Anasema watu wake, kanisa lake likisimama na kunyenyekea na kuacha njia za kurukaruka kwenye ibada na kuacha mifumo ya kizehebu na utengano na kufikia ule umoja wa Roho, Mungu atasikia toka mbinguni na kuiponya nchi, kuwaponya watu wake, kuwapa direction maraisi na viongozi wa serikali na kuipa direction nchi na watu wa Mungu. Amen, amen. Jambo la mwisho ni jambo la 5, neno la wakati. Neno la wakati. Jambo la 5 ni neno la wakati. Sio kila fundisho au neno linaendana na majira na wakati sahihi. Sio kila fundisho, sio kila mahubiri, sio kila neno, sio kila madhabahu inaendana na msimu au na neno la wakati. Mungu anaagiza wale watendakazi wamlingane yeye na kuuliza neno la wakati na neno la majira haya, ili sasa waweze kushinda.
Amen, amen. Kwa hiyo majira huwa kuna neno limeamriwa la kuwavusha watu. Katika majira haya sasa na nyakati hizi ndio maana nikaja na solution, nikaja na somo la kuyashinda haya mabadiliko ya watu sasa kubadilika kuwa mnyama, ya watu kuondoa hofu ya Mungu, ya watu sasa mabadiliko makali ambayo wewe hutaki kufanya lakini utafanya. Ni lazima uketi na Kristo mbingu ya saba. Fungua Tito sura ya kwanza. Tito sura ya kwanza mstari wa 3. Akalifunua neno lake kwa majira yake, katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Akalifunua neno lake kwa majira yake, katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Ina maana kuna neno huwa linafunuliwa. Kama neno halijatokana na ufunuo, hayo ni maneno mengine, wala hayawezi kukupa kushinda kwenye huu msimu wa saba wa mabadiliko ya Mungu, na kwenye huu msimu ya yote kutimilizwa, na kwenye huu msimu wa mabadiliko makubwa, watu kwa wanyama na majanga mbalimbali kutokea. Ukisoma tena Mathayo sura ya 24 mstari wa 45. Mathayo sura ya 24 mstari wa 45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Kumbe kuna maneno mengine sio ya wakati ule, sio wakati sahihi na majira sahihi. Sasa hii ilikuwa ni part 1, ni utangulizi. Basi hapo usiache kufuatilia part 2 ili niweze kukupa neno la wakati na jinsi gani ya kuomba na jinsi gani ya kushinda kupitia neno linalosema kuketi mbingu ya saba katika roho. Mungu awabariki wana wa Mungu. Usiache kucomment hapo, na usiache kushare na kusubscribe na kuwasambazia watu wengine wapate ujumbe. Shalom, shalom. Mungu ni mwema. Amen, amen.